Rais wa Urusi Vladimir Putin na mwenzake wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani wamejadili namna ya kuikabili Israel kutokana na mashambulizi yake anayoyafanya huko katika ukanda wa Gaza. Ni kutokana na ziara iliyofanywa na kiongozi huyo wa Qatar Sheikh Tamim Al Thani baada ya kufika huko Moscow siku ya Alhamisi na kujadili masuala ya usalama katika eneo la Mashariki ya Kati, akiangazia mzozo wa Israel na Palestina na hali ya Syria. Kwa mujibu wa Al Thani, anasema kwamba wanajitahidi katika eneo hilo la Mashariki ya Kati kutatua mzozo huo, lakini ni Israel ambayo imekuwa ikifanya mashambulizi bila kusikia namna wengi wanavyoeleza na namna wengi wanavyoona katika kutatua mzozo huo. Kama unavyojua, tulifikia makubaliano miezi kadhaa iliyopita, lakini Israel haikufuata makubaliano haya, Al Thani alisema, akimweleza rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin. Ameongeza kuwa Doha inaendelea na juhudi zake za kusuluhisha usitishaji vita wa kudumu katika eneo hilo. Putin na Al Thani wote wamesisitiza kuunga mkono kwao suluhisho la mataifa mawili kwa mzozo wa Israel na Palestina. Raia wanaendelea kufa Palestina, ambayo ni janga kabisa. Putin alisema, tunaamini na misimamo yetu hapa ni sawa, kwamba suluhu la kudumu la muda mrefu inaweza kupatikana tu na haswa kwa msingi wa uamuzi wa Umoja wa Mataifa juu ya kuundwa kwa taifa la Palestina. Rais wa Urusi Vladimir Putin yeye binafsi anahitaji kuundwa kwa taifa la Palestina na kwamba Palestina wakati huu inapaswa kutambuliwa kama taifa, licha ya Israel kukataa pendekezo hili ambalo pia Ufaransa kupitia Emmanuel Macron rais wake alipendekeza pendekezo hilo. Viongozi hao pia walijadili hali ya Syria kufuatia kuondolewa madarakani kwa rais wa muda mrefu Bashar al-Assad na muungano mpana wa makundi yenye silaha unaongozwa na kundi la Hayati Tahrir al-Sham chini ya Mohamed al-Shara mwisho wa mwaka uliopita. Assad, mshirika wa karibu wa Moscow, nafasi yake imechukuliwa na kiongozi wa HTS Ahmed al-Shara. Tungependa kufanya kila kitu kuhakikisha kuwa Syria inasalia kuwa nchi huru kabisa na iliyounganishwa kijiografia, Putin alisema. Ameongeza kuwa Moscow iko tayari kufanya kazi na Doha kushughulikia mzozo wa kibinadamu na kuleta utulivu Syria, akitaja changamoto zinazoendelea katika siasa, usalama na uchumi. Al Thani alisema hivi karibuni alikutana na kiongozi mpya wa Syria ambaye aliwasilisha nia ya kudumisha uhusiano mzuri na Urusi. Viongozi wote wawili walielezea wasiwasi wao juu ya mateso ya raia ambayo yanaendelea huko Gaza, lakini pia yanayoendelea katika eneo la Syria. Al Thani alisema Israel imeshindwa kuunga mkono makubaliano ya kimataifa ya kusitisha mapigano yaliyokubaliwa na mamlaka ya Palestina mwezi Januari, ambapo Qatar ilichukua jukumu muhimu la kuwa mpatanishi mkuu. Tulijadili na utawala wa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu juu ya kusitisha mapigano, lakini Israel haikutaka kusitisha mapigano na kusababisha mauaji kwa raia. Hatimaye watoto wanazidi kuuawa, wanawake wanateseka na wanauawa pia, lakini hali imekuwa mbaya katika Mashariki ya Kati, lakini si huko tu na hata huko Syria. Hata hivyo, juu ya Syria amesema kwamba Syria inapitia kipindi kigumu sana na inahitaji usaidizi wa kimataifa ili kuhifadhi uadilifu wa eneo lake na mamlaka yake. Viongozi hao wawili pia walisifu hali uhusiano kati ya Urusi na Qatar na kusisitiza dhamira yao ya kupanua ushirikiano katika biashara, uwekezaji na diplomasia ya kikanda. Endelea kutufuatilia mtazamaji wa The World News, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.